Nasaha zangu za kwanza ni kwa wale waliopewa mamlaka miongoni mwetu. Allah subhanahu wa ta'ala akawapa nguvu ya kusimamia mambo yetu kwa namna yoyote ambayo ujumbe huu utawafikia. Ni muhimu wakafahamu kwamba mamlaka waliopewa ni dhamana wanayotakiwa kuichunga, dhamana ambayo wataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni muhimu tukawanasihi kama tunavyofanya kwa ujumla, kuwa na uadilifu katika sehemu yoyote uliopewa katika nafasi, kuwaonea watu huruma. Watu wengi humu katika hii nchi yetu na maeneo yetu wanahitaji kuonewa huruma zaidi, kwa sababu ya namna vile walivyo. Wanahitaji kusaidiwa kifikra, kiakili, kimawazo, kielimu, katika kila hali. Na sisi ambako tuko chini ya watu huku tunaona hitajio hilo la watu. Watu wengi uwezo wao ni mdogo wa kutafakari mambo, wa kuendesha mambo inavyotakiwa. Wanahitaji zaidi kuonewa huruma hawa na kuonewa upole kuliko vinginevyo. Kadhalika wale waliopewa mamlaka wasikilize ushauri mzuri unaotoka. Na hii ndiyo sifa aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bali ndivyo Allah alivyomtangaza mtume kwamba yuko hivi, na akamwambia kwa kuwa hivi mtume amefanikiwa. Katika suratu Ali Imran Allah anasema, fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalbi lamfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Kwa sababu ya rahma kutoka kwa Mola wako, wewe Muhammad umekuwa laini kwao hao maswahaba zako. Ungelikuwa wewe ni mkali, mwenye moyo mgumu, ungekukimbia hao. Fa'fu anhum, basi wasamehe. Wastaghfir lahum, na waombee msamaha, waombee maghfira. Washawirhum fil amr, na shauriana nao katika mambo. Fa idha azamta fatawakkal ala Allah, unapoazimia kufanya jambo shashauriana nao mkakata shauri, basi mtegemee Allah. Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Hii ndiyo sifa ambayo Allah anampa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na mtume katika hadithi akasema, Allahumma